Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Na tuko katika kitabu cha Nabii Isaya, sasa ni sura ya 65. Tunasonga mbele, tuko mstari wa kuanzia wa 19. Mstari wa 19. Nami nitaufurahisha Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Hakutakuwa tena mtoto, hakutakuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga nyumba akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti zilivyo, ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, wateule wangu. Watafurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, ni furaha yangu kukuona ukifurahi. Ni furaha yangu nikikuona unafuatana nami. Hapa tunakutana na ahadi nyingine kwa Waisraeli. Mungu anawaahidi tena Waisraeli anaposema watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Hawatajenga nyumba akakaa mtu mwingine, bali watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Maana yake unaweza ukajenga ukapambana na ujenzi wa nyumba, mwisho wa siku unamaliza nyumba, unataka uhamie, unaishia. Na haya matukio yameshatukia sana, kwamba mtu anahangaika na ujenzi wa nyumba, mwisho wa siku anahamia kwenye nyumba lakini hakai, anakufa. Ama analima shamba, mwisho wa siku anamaliza ndo ameshavuna, alafu anaacha mavuno. Lakini kwa watu wake anasema hakutakuwapo mtoto, yani hapata kuwepo na mtoto, bali watu wote watakuwa na umri wa miaka 100, watakufa wenye umri wa miaka 100. Mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali anasema mtu wa miaka 100 mwenye dhambi huyo atalaaniwa. Alafu anasema watapanda na kula matunda yake. Watapanda na kula matunda yake. Maana yake kama watapanda matunda, miti ya matunda, watakula matunda yake. Kama watalima mashamba, watavuna na kupata na kula matunda ya mashamba yao. Lakini wengine hawaitakuwa hivyo kwao, kwa sababu Mungu hatakuwa upande wao. Hivyo basi, mpendwa mtazamaji wangu, ni kwamba katika maisha yetu, mimi na wewe wafuasi wa Yesu Kristo, Mungu anahusika na maisha yetu. Anasema atahakisha tumeishi miaka ya kutosha. Hakutakuwa na mtoto atakayekufa chini ya miaka 100, bali wote watafika miaka 100. Lakini pia anasema watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Je, unajenga nyumba alafu ukae ndani yake? Lazima ujenge nyumba na kukaa ndani yake. Lakini wako watu ambao hujenga nyumba na hawakai. Lakini si hivyo kwa watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wao hujenga nyumba na kukaa ndani yake. Je, umeshalima? Kwa mfano wakati huu ni wakati wa kilimo, na matazamio ya wakulima ni kwamba baada ya muda wavune. Je, yale mavuno utayafaidi? Hayo unayoyatesekea leo? Kama utayafaidi, basi Mungu amehusika kwenye maisha yako, la sivyo utayaacha. Mungu atubariki mimi na wewe, tuendelee kumpenda Mungu, tuendelee kumtumikia, maana anahusika na maisha yetu na anafanya mambo ambayo ni ajabu sana kwenye maisha yetu. Anatujalia kuishi miaka mingi na kuona heri
katika hiyo miaka na kuziona baraka za miaka mingi. Lakini kuishi miaka mingi lakini mwisho wa siku ukawa huna sehemu au fungu mbele za Mungu, hiyo ni hasara kubwa sana. Tukutane wakati ujao. Endelea kumpenda Mungu na kumtumikia, na Mungu atakubariki katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.